mipango ya maendeleo ya wakati huo, ilani za uchaguzi za wakati huo, mahitaji ya Tanzania ya wakati huo. Umenielewa vizuri? Ya wakati ule. JPM, Mungu amlaze mahali pema peponi, John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, alivyokopa 2015 mpaka 2020 na miezi miwili mitatu ya 21, Magufuli alikopa fedha kwa matumizi ya wakati wake, kwa ilani ya wakati wake, na kwa mipango ya maendeleo ya wakati wake, na idadi ya watu wa wakati wake. Rais Samia anakopa kama rais, na tunakopa kama nchi kwa mahitaji yetu ya sasa. Julius Nyerere alikuwa na SGR, alikuwa anajenga SGR. Mwinyi alikuwa anajenga SGR. Kikwete alikuwa anajenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa natoa mfano pamoja kwamba tumejenga baadhi ya fedha nyingi za SGR na bwawa katika fedha zetu za ndani, na naipongeza serikali kwa hilo. Lakini hakujenga ring road Kikwete za Dodoma, wala hakuwa na uwanja wa Msalato. Sasa angekopa fedha AFD, African Development Bank, hakujenga, alikuwa lakini yale aliyoyahitaji kwa wakati wake. Jakaya Kikwete alipohitaji mkongo wa taifa, alikopa kwa ajili ya mkongo wa taifa. Alipotaka kutoa maji ziwa Victoria, Jakaya Kikwete alikopa kwa ajili ya hiyo, si ndio? Alipotaka kujenga UDOM, chuo kikuu cha UDOM mnakijua, na hospitali yenye mtikapo, alikopa kwa ajili hiyo. Alipotaka kujenga ukumbi wa Mwalimu Nyerere, Julius Nyerere, mnafahamu, Convention Center Kikwete, alikopa kwa ajili hiyo. Alipotaka kujenga terminal ya 3 ya uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, alikopa kwa ajili hiyo. Kinyerezi 1, Kinyerezi 2, alitafuta hela kwa wakati huo. Kuleta gesi kutoka Mtwara, alitafuta pesa kwa wakati huo. Uwanja wa ndege wa Bukoba, uwanja wa ndege wa Kigoma, na daraja la Maragarasi na mengine, na uwanja ule wa Kigamboni, na uwanja wa kule Ruvuma wa Umoja, daraja la Kigamboni na daraja la Umoja, Kikwete alichukua kwa wakati huo. Sasa ile ilikuwa ni pesa zake alizozihitaji kwa wakati huo. Na sisi serikali ya sasa, sisemi mimi ni serikali, lakini ni sawa, ni mwananchi, ni serikali yangu. Hata nikisema na sisi serikali, hakuna kosa wala hakuna atakayehukumu kwa hilo. Zinakopwa fedha kwa ajili ya miradi na maendeleo yetu ya sasa, kwa idadi yetu ya watu, kwa mahitaji yetu ya sasa hivi, na mahitaji yanayokuja miaka 2, 3, 4, 5 mbele. Kwa hiyo amount ya hela zinazohitajika leo, huenda Mwalimu Nyerere asingezihitaji mwaka 67 2000. Huenda Mkapa asingezihitaji mwaka 2004 au 2003. Huenda hizi Kikwete asingehitaji mwaka 2013. Na huenda Magufuli asingezihitaji mwaka 2017. Tunazihitaji leo, kwa maendeleo ya leo, kwa idadi ya watu ya leo, na mahitaji ya leo. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo we go with what we need today. Umenielewa vizuri? Tunaenda na yale tunayokubaliana nayo. Kwa hiyo zinakopa fedha kwa mipango yetu wenyewe ya maendeleo tunayokubaliana sisi wananchi, tunayokubaliana na serikali, tunayokubaliana na bunge letu, kwamba hivi vitatuvusha kisiasa, itatuvusha kijamii, itatuvusha kiuchumi, itatuvusha kiutamaduni. Tunapofanya hivyo tunakopa. Kwa hiyo wingi wa hela, hiyo idadi ya amount ya hela, haitakiwi kuwa issue na tunakopa za nini. Na kama ambavyo amekuwa akisema kila siku Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunakopa kwa ajili ya maendeleo ya sasa na ya miaka 3, 5, 10 ijayo, na kila aliyekopa hivyo. Kwa hiyo kama wale walihitaji amount zile kwa maendeleo ya wakati ule, hawajafanya kosa. Na serikali inapohitaji amount hizi kwa sasa hivi, haijafanya kosa. Na bado deni letu liko katika levels zinazokubalika na Benki ya Dunia na IMF na vigezo vyote vya uchumi duniani. Bado ni himilivu, na bado hatujawa katika red spot wala kusema kwamba tusikope. Kwa hiyo fedha hizo zinakopwa, na kazi zinazofanywa na fedha hizo ndio niliyoieleza hapa. Ni kazi za maendeleo za infrastructure, za miundombinu, za maji, za afya, za elimu, za kukuza kilimo, za kukuza wafanyabiashara wadogodogo, za kukuza income za watu, na kukuza mambo yote haya. Viwanja vyetu vya ndege kama hicho cha Msalato, ring roads kama zile za Dodoma. Sasa hivi mji wa Dodoma imeshakuwa shida foreign. Nadhani mmekwenda huko mnaona, si ndio? Tunahitaji hizi barabara za ring road, si ndio? Na kadhalika. Zamani miaka 10 Kikwete alihitaji ring road Dodoma. Alihitaji chuo kikuu na hospitali ya Benjamin Mkapa, na akakopa hela akaweka pale. Uwanja wa Msalato hapana. Kikwete alihitaji Ikulu Chamwino? Hapana, hakuhitaji. Lakini sasa sisi tumecomplete Ikulu ya Chamwino. Unaona? Mkapa alihitaji mji wa serikali Mtumba. Hakuhitaji fedha hizo. Sisi tunajenga mji wa serikali Mtumba. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo
Hakuna haja ya kuangalia kwamba hela zimeongezeka, deni limekwenda trilioni kadhaa. Hapana, there is no need. Fedha zinakopwa kwa ajili ya miradi ya wakati huu, mipango ya maendeleo ya wakati huu, na mipango ya maendeleo miaka 5, 10, 15 ijayo kwa mahitaji yetu. Sasa tuko milioni 60. Wakati ule wa uhuru sio tulikuwa bilioni ngapi? Sio tulifika hata bilioni 10, 15. Leo tuko milioni 60. Na kwa hiyo population imeongezeka, au sio? Mahitaji ya zahanati ni mengi. Mahitaji ya vituo vya afya ni mengi, mahitaji ya shule ni mengi, mahitaji ya na kadhalika. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hakuna haja ya wananchi kuwa na wasiwasi wowote kuhusu amount. Au amount ni kiasi cha fedha zinazokopwa, zinakopwa ili ziendane na mahitaji yetu ya maendeleo ya sisi kama Watanzania ya wakati huu. Na kwa hiyo tusiangalie zaidi figures, ila tuangalie zinafanya kazi, na kazi inafanyika, na ndio hiyo ambayo umeisikiliza kwenye mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi ulioisha, ilipotolewa taarifa ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na taarifa ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na unaweza kuona kwamba tunakopa fedha kwa ajili ya kitu gani. Na kwa kweli ni credit kubwa sana kwa serikali ya awamu ya 6, na ni credit kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ni credit kubwa kwa wananchi, kwa sababu sisi ndio wenye fedha zile, sisi ndio wenye miradi ile, sisi ndio wanufaika wa fedha zile, na ziko pale kwa ajili ya kutuendeleza. Naweza kuwa sijakujibu vizuri, lakini at least ninavyoona mimi kama Dennis, naona figures sio issue ni maendeleo tunayoyahitaji ya sasa ni ya namna gani. Kama yanahitaji fedha, zitafutwe fedha ili maendeleo yale yawe. Kwa sababu utakuja kusema msikope, alafu nyinyi wenyewe tu mnakuwa kwanza kuja kusema mbona hii barabara haikuisha, mbona haikukamilika, mbona sasa ule uwanja umekuwa ni historia tu wa Msarato, mbona hatuuoni? Tukikopa fedha tukajenga, mbona sasa mmekopa? Sasa mnataka tufanye lipi sasa? Mbona unanielewa vizuri? Tusipokopa unasema uwanja wa Msarato hatuuoni. Tukikopa mbona umekopa? Jamani, hebu tuacheni bwana. Mnyongeni haki yake mpeni. Samia mnyongeni haki yake mpeni. Anapambana, anajitahidi. The lady is doing excellent, the girl is doing well. Na kwa hiyo nafikiri nimeeleza hivyo. Ni maoni yangu mimi Dr. Dennis Mchunguzi. Najua nitapata challenge kama 3000, 5000 Instagram, Facebook na kadhalika, lakini kila mtu ana maoni yake, na ndio maana nimetoa namba zangu za simu. Wako wengi wanakujaga huko Instagram, wananiuliza paragraph 30 za maswali na tunajibizana mpaka tunawekana sawa. Lengo ni tuangalie maendeleo tunayapataje. Ishu kubwa ndio hiyo, mwandishi wa habari. Yaani tunapoamka tunakwenda tunafanya nini? Ni kuangalia maendeleo tunayapataje mazuri, au sio? Ili kila mtu afanye nini umesema? Atoboe, au sio? Atoboe kisiasa, atoboe kijamii, atoboe kiuchumi, atoboe kiutamaduni. Halafu aishi yale anywe alale vizuri kabla ya kuingia kaburini. Tukaisema ina lillahi wa ina ilaihi rajiun, tukakunywea maji kwenye uji kwenye vifuo vya nazi na maharage, ukarudi kwa Muumba wako, na wengine wakaendelea na dunia na maisha. Ndio kila mtu anachokitafuta. Kwa hiyo kila unamwona barabarani ameamka